Mtazamaji wa Nelly TV, karibu sana tuzungumze yale mazuri ya kimichezo. Niko na Kisugu, shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba. Kwema ndugu yangu? Safi, mambo vipi Nelly? Poa. Niambie. Kwema ndugu yangu? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, niko na afya njema kabisa. Bwana, muda mchache uliopita taarifa kutoka bodi ya ligi ama TFF wametoa adhabu, na adhabu zimekuwa nyingi sana kwa upande wa Simba. Ukijaribu kupiga mahesabu pale ni kama milioni 20 zinatakiwa TFF. Mmepigwa faini mchezo dhidi ya Dodoma Jiji pia na dhidi ya Simba. Selemani Mwalimu amefungiwa mechi 5 bila kucheza baada ya kumfanyia vibaya mchezaji wa Dodoma Jiji. Pengine taarifa hii ya bodi ya ligi umeipokeaje wewe kama wewe? Ya, kimsingi kwamba taarifa nimeiona na nimeipitia muda si mrefu kutoka kwenye bodi ya ligi. Mimi naamini, siku zote naamini kwamba kwenye kanuni. Naamini kwenye kanuni kwa sababu mpira una taratibu zake ambazo tumeweka. Kuna kanuni ambazo zimewekwa kwa mujibu wa taratibu. Mtu akikosea kanuni lazima ichukue nafasi yake. Kwa kimsingi mimi nafikiri bodi ya ligi kupitia kamati yake masaa 72. Kwanza moja ni pongeze kwa kwenda kuisimamia kanuni. Kuna namna ambavyo wale wote waliokosea kanuni wanakwenda kuadhibiwa. Kwa kimsingi ni jambo la kawaida, ni jambo la kikanuni. Mimi sina doubt katika hilo, lakini kuna vitu lazima tuweze kujiuliza. Unapokwenda kuzungumzia kanuni, kuna mtu anakwenda kuathirika na kuna mtu anakwenda kufaidika juu ya hizo kanuni. Ukipitia moja ile kanuni, kilichoniumiza kuona namna ambavyo nahitaji kukaa kutafakuri sana juu ya hili jambo. Na ninahitaji kuyapeleka maoni yangu kwa kamati saa 72, lakini hususan kwa bodi ya ligi. Leo hii Selemani Mwalimu amekwenda kuhukumiwa kwa mujibu wa kanuni. Tunakubaliana na tukio ambalo walifanya na hukumu alioipata, no doubt. Kameta amekwenda kuhukumiwa. Klabu imekwenda kuhukumiwa. Maana yake klabu imekwenda kuathirika na zile hukumu kutokana na vitendo namna ambavyo walivyofanya. Lakini ukiangalia kusoma zile kanuni, kuna sehemu dhahiri shahidi inaonyesha nao klabu haikutendewa haki. Haki yake anaipataje katika hilo? Mwamuzi, kama sitakosea, ndugu yangu Nasoro Mwenchuwe amechukuliwa hukumu kwa kutokwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Mwamuzi namba 2 amekwenda hukumiwa kwa sababu ameshindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Mwamuzi line 1 amekwenda, line 2 amekwenda kuhukumiwa, ameshindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Lakini hawa waamuzi walichofanya sababu ya kwenda kuhukumiwa ni kwenda kuiumiza klabu ya Simba kwa sababu wameshindwa kutafsiri kanuni. Maana yake Simba imekwenda kuathirika kwa kupoteza mchezo siku ile mechi. Leo kamati ya masaa 72 inatoka hadharani, inakiri, inasema Simba imedhulumiwa. Katika dhuluma ile Simba mnamfidiaje? Goli lake sasa mnamfidiaje? Kwa sababu huku alikokosea amekwenda kuhukumiwa. Klabu imehukumiwa zaidi ya milioni 20. Selemani Mwalimu amehukumiwa. Tunakubali kwa mujibu wa kanuni. Je, Simba anafaidikaje na kile ambacho kilichotokea katika uwanja? Unaamini kwamba kufungiwa kwa Mwalimu ndio kufaidika kwa Simba? Ni hali tayari alama mshapoteza mkono. Sisi tumepoteza pointi. Na kamati imedhihirisha na kamati inakiri. Tena nimepongeza kamati ya masaa 72. Ukisoma vizuri inasema imewatuma wataalamu. Neno la kitaalamu ni neno kubwa, kwamba wataalamu wamejiridhisha hakukuwa na tatizo yote katika ile goli. Kuna tafsiri mbili wametafsiri pale ukiangalia kisheria. Moja wanasema kabla ya goli hakuna tukio lililotokea. Maana yake kuna watu wanasema ule mpira Selemani Mwalimu alishika. Kamati ya masaa 72 na kataa inasema kabla ya tukio lile la offside kuhukumiwa, mpira ule hakuna tukio lingine lolote lililotokea. Kwa hiyo wamekubali na wamekiri. Kwa hiyo mnakubali, mnakiri. Simba inafaidikaje? Mzee wangu Idrisa Nasoro, wewe ndio umebeba ile jahazi.
Bahati nzuri Idrisa Nasoro, mmoja wa husika klabu ya nini ya Azam, anajua namna timu inafanya maandalizi na anajua namna timu ambayo inakwenda matumanio kupata pointi ngapi? 3. Kwa makusudi waamuzi wanakwenda kusababisha Simba inakosa kupata pointi 3. Alipokosewa Simba amehukumiwa hapa. Sasa ngoja nikupe kichekesho. Ile mechi Simba na Yanga, nani amefaidika kwa mujibu wa kamati ya 72? Young Africans amefaidika. Sasa tuache mechi ya Simba twende kwenye mechi ya Namungo. Waamuzi nao wamekwenda wamehukumiwa juu ya waamuzi wale, nani amefaidika kwenye ile mechi? Leo tunaitaka kamati ya masaa 72 itoke hadharani niseme Yanga pointi 5 sio haki yake. Nataka kamati itoke iseme hadharani. Lakini tulishawahi kushuhudia hivi kwa Young Africans nao pia dhidi ya Coastal Union, kama unakumbuka msimu mwaka jana. Na ndio maana mimi ndo mwanadamu wa kwanza kukataa ubingwa wa Yanga miaka 3 iliyopita. Mimi alifungiwa Lameck Lawi, kamati ikakaa ikamfungulia, lakini kadi nyekundu kwa upande wa Young Africans. Kwa Lameck Lawi iliendelea vile vile, lakini shida Young Africans aliondoka na alama 3, hakupokonywa. Na ndio maana nikasema wenzetu wanafaidika. Kuna muda inatufikirisha tuseme haya matukio yanayotokea, wenzetu wanajiandaa kwa sababu wanajua mwisho wa siku wao wanakwenda kufaidika nayo. Leo Namungo amekosa pointi 2 zidi ya Yanga. Simba amekosa pointi 2 zidi ya Yanga. Maana yake hivi sasa Yanga kwenye msimamo wa ligi ana pointi 4 za dhuluma. Nani mwana Yanga anaweza kukataa? Kwa mujibu na maelezo ya kamati ya masaa 72, mwana Yanga gani anaweza kukataa kwamba Yanga pointi 4 walizozipata si haki yao? Je, ikatokea akaenda kwa bingwa, tukisema bingwa huyu amepatikana kwa dhuluma, tutawavunjia adabu? Tutawakosea? Lakini wale waliotafsiri sheria 17 wamefungiwa na wengine sawa, daraja. Wamefungiwa na kushushwa daraja. Yule alioathirika anafaidika na nini? Kwa sababu leo unapokwenda kumfungia mwamuzi Simba afaidiki. Tayari jambo lishatokea. Simba tumefanya maandalizi ya pointi 3. Tumekwenda Zanzibar Guantanamo kwenda kutafuta pointi 3. Kuna muda lazima tuseme na kuna muda lazima tuzungumze. Ziko kanuni sio rafiki kwenye mpira kwenye nchi. Mimi naamini ile kanuni ya mwanzo ilikuwa na haki ya kurudishwa na kutumika. Hapo nyuma tulikuwa na kanuni, mwamuzi akikata goli kwa halali, ile goli linafanyika kwamba akikata goli kwamba hili si halali, linafanyika kwa halali baada ya kugundika goli ile halali, na yule ambaye alodhulumiwa anakwenda kupewa haki yake. Kisugu, umuhimu wa VAR Tanzania unahitajika, na pengine mpira wa Tanzania watu wengi wanalia zaidi na marefari. Mimi nafikiri unaweza ukasema VAR inahitajika au ninaweza nikasema VAR haihitajiki. Kikubwa tunachohitajika kubadilika waamuzi wetu kwenda kutafsiri sheria 17. Kwani leo ukileta VAR anasimamia nani? Jogo? Bodi ya ligi pamoja na TFF. Hawa waamuzi ndio watakwenda kuisimamia VAR. Unajua kuna watu wanaamini VAR inajiendesha. No, VAR inaendeshwa. Maana yake leo unaweza kuleta VAR ukaamua Suleiman Mwinchui nenda kaisimamia VAR. Lakini kwa kiasi chake inaweza ikasaidia. Kwa mtazamo watu wanalalamika VAR zipo. Mimi naamini kikubwa ni kubadilika tu waamuzi wetu, kusimama kwenye sheria 17 na kusimamia kanuni mpira. Waamuzi ndio wanauliza sana mpira wa Tanzania, waamuzi. Yes. Lakini pia hawa waamuzi hapo mwanzo walikuwa hivyo. Yawezekana pia kuna kikundi cha watu hautaki mema mpira wa nchi hii, wanatengeneza mazingira waamuzi kwenda kuharibu. Na ndio maana niliwahi siku moja kwenda mahakamani. Kuna mtu anaweza kafanya kosa kasababishiwa na mtu kufanya kosa. Kwa hiyo kuna muda mwingine waamuzi hawa inawezekana ikawa sababu ya kuwalaumu, lakini kuna watu wameshaandaa mazingira ya makusudi kwenda kuwasababisha waamuzi wasiende kutafsiri sheria 17 za mpira. Wanaendesha. Leo watani wanafaidika. Watani wanaishi kwa dhuluma. Leo nawaambia wana Simba, msimamo ambao tunahitajika kusimama nao
Tunakiri kwamba Yanga anaongoza ligi, lakini kwa pointi za dhuluma, na shahidi yetu ni kamati ya masaa 72. Kwa hiyo nazungumzia kamati ya 72. Pengine kwa hili kama wana Simba mnaomba haki pia iweze kutendeka. Yes. Kama mmeweza kuhukumiwa na kama pia kuna dhuluma ambayo imetokea, basi mnabidi muiombe kamati ya masaa 72 itende haki kwenye hili. Yes. Wanaweza wakajificha kwenye kanuni, wakasema kanuni haipo, labda tusubiri mwakani. Wanaweza wakajifichia huko. Lakini kimsingi, je, kirini kamati kwamba Simba imeonewa? Tayari wamejiridhisha, lakini TFF wamesema lilikuwa goli halali. Inauma sana kwa football nchi. Inauma sana. Niseme tu, niwaombe sana wana Simba, huu ndo wakati wa kusema, huu ndo wakati wa kuzungumza, huu ni wakati wa kuikataa dhuluma. Na tusiposimama imara kama wana Simba kukataa dhuluma, tutaendelea kudhulumiwa siku hadi siku. Nilisema mimi mwaka jana, kuna vishakunako wanaotumwa wale na watani, wakasema ukisugu angalia ubora wa Yanga upi. Leo wana pointi 4 za dhuluma. Simba wametudhulumu pointi 2 na Namungo wametudhulumu pointi 2. Na akitokea mtu yoyote kubisha duniani, mashahidi yangu kamati ya masaa 72 ambao wamethibitisha. Yes. Wamethibitisha kwamba Yanga amekaa juu kwa dhuluma, kamati ya masaa 72. Msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe amejibu na kusema taarifa iliyomchekesha ama kumsikitisha ndio hiyo ya kusema kwamba Simba imezulumiwa goli lake halali. Na amesema yote inachekesha. Inachochekesha kwa maana atuambie kamati ya masaa 72 kupitia wataalamu wake wamepotosha, aseme. Atoke hadharani aseme. Mimi naamini hakuna jambo lilokuwa na mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Lakini moja mwisho wake ili ufike, Simba lazima tuseme. Nilikuwa nataka tujadili hili kwa kumalizia, lakini kama alizungumza Wallace Karia kwenye hili na kamati ya masaa 72 imeshafanya maamuzi yake, pengine mnatamani kuiona ile kauli aliyozungumza ya kwamba haki itendeke ndani ya mpira na ndani ya dakika 90 iweze kuchukua maamuzi kwenye hili. Moja katika watu ambao mimi nawapongeza, Rais wa chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF, Mheshimiwa Wallace Karia, anafanya sana jitihada. Na niliwaigi nendeni mkamkumbusha mzee wangu Karia, nilimwambia jitihada zote unazozifanya, kiko kikundi cha watu wachache kwa makusudi hawataki kuona hizi jitihada na hawataki kuona kufanikiwa, kwa sababu wao wanahisi kwamba ukifanikiwa katika mpira kwenye nchi, Karia amefanikiwa. Wao ndio hisia zao. Wao ndio hisia zao. Lakini leo Karia akiongoza mpira ikifanikiwa, sio Karia amefanikiwa, nchi itakuwa imefanyaje? Imefanikiwa. Nimwambie mzee wangu na nimuombe sana awe makini. Iko crew ya watu 8 imepanga njama kumwangusha. Ila nimuombe tu kwa swali lako, kwa sababu wewe ndio mwenye mamlaka na madaraka, mimi naamini kwa sababu wewe ndio amezungumza, tumwachie, ndio anajua nini cha kufanya katika kile ambacho alichokizungumza. Nawashukuru sana waandishi wa habari. Shukrani sana.